mnyama na haki zake. Mnyama haruhusiwi kupewa kitu ambacho ni tofauti na chakula ambacho anaruhusiwa kula. La pili, mnyama hatakiwi kupewa madawa ya kulevya, kwa sababu madawa ya kulevya tunaamini yanaweza yakaharibu ubongo wa mnyama, lakini pia yanaweza yakafanya mnyama akapata matatizo ya ubongo, na pia ikapelekea akapata madhara kama vile kifo na kuumwa. Lakini pia hakuna ukweli kwamba ukimlisha mbwa bangi kwamba atakuwa mkali. Hapana. Cha kwanza, kitu utakachokuwa unakifanya utakuwa unamdhihaki mbwa. Mbali na kuwa unamdhihaki, lakini pia utakuwa unamtengenezea mbwa magonjwa na vitu vingine ambavyo vinaweza kutokana na madawa ya kulevya. Ila pia kama utamlisha mbwa pilipili mbwa haruhusiwi kula, ina shorter lifespan ya mbwa. Naposema ina shorter lifespan ya mbwa, namaanisha kwamba inapunguza umri wa kuishi wa mbwa, na sio pilipili tu, mpaka vitunguu hayatakiwi mbwa kupata. Mbwa anapata vyakula ambavyo ni special. Mfano, utampa wanga, utampa protini kwa wingi. Kwenye wanga unaweza kumpa chenga za mchele, labda unaweza kumpa unga wa ugali au dona, na ukampa nyama. So mbwa kumvutisha bangi, cha kwanza ni kosa kisheria, lakini cha pili hairuhusiwi na haitakiwi, kwa sababu utakuwa unadhorotesha afya ya mbwa. Tunahakikisha mbwa wetu anapata chanjo zote zinazohitajika kwa wakati. Mfano, mbwa akiwa mdogo atapata DHLP, anapata chanjo ya kwanza akiwa na wiki 4, atapata chanjo ya pili akiwa na wiki 8, atapata chanjo ya tatu akiwa na wiki 12. Baada ya hapo tunasubiria akiwa na miezi mitatu, akiwa na miezi 6. Manake wiki 12 ni miezi 6. Anapofika miezi 6, mbwa tunampa chanjo ya kichaa ya kwanza. Atakapofikisha miezi 9, tunampa chanjo ya pili ambayo inakuwa ni booster dose. Then baada ya hapo tunakuwa tunampa kila mwaka. Kwa manake atakapokuwa na miezi 9, anafika mwaka mmoja, tunampa chanjo ya kichaa. Na hili ni muhimu zaidi kwa sababu gani? Kwa mtu ambaye anafuga mbwa, tunahimizwa tuhakikishe mbwa anapata antibiotics kwa wakati, ili mbwa wetu wawe salama kwa sisi ambao tunawafuga, lakini pia salama kwa wale ambao wanapita nje, kwa sababu kichaa cha mbwa tunajua ni hatari na kinaua. Huyu anaitwa Belgian Malinois. Kwa wale wenzangu na mimi ambao ni wapenzi kama makala mbalimbali, huyu ni mbwa ambaye kikawaida anatokea nchi ya Ubelgiji. Ndio watu pekee ambao wamemchukua huyu mbwa, ambao wamemtengeneza huyu mbwa. Huyu mbwa alimtengeneza mahususi kwa ajili ya kufanya ulinzi, lakini pia ametumika kwenye jeshi lao. Tunaposema ametumika kwenye jeshi lao, ametumika kwenye polisi, ametumika kwenye jeshi. Lakini pia ni mbwa ambaye ana energy kubwa ya kutosha. Huyu mbwa anakupa vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza ni rafiki wa familia. Cha pili ni mlinzi wa familia. Cha tatu analinda. Tunaposema ni mlinzi wa familia, analinda pamoja na vitu vyako. Yaani tunaposema ni askari, ni definition ni askari, kwamba anakulinda wewe pamoja na mali zako. Lakini pia unaweza ukamtask kwenye kufanya shughuli maalum, mfano kulingana na wewe mahitaji yako. Mfano kama polisi wanaweza kulinda maharamia, anaweza kalinda wezi, lakini pia anaweza kagundua madawa, pia huwa wananusa. Mfano ambao ni halisi kama jinsi nilivyokuwa nasema awali, ukisoma makala, huyu ni moja kati ya mbwa ambaye jeshi la Marekani lilitumia kwenye kumkamata Saddam Hussein. Saddam Hussein, mbwa ambaye ilifichua na kugundua mahala alipo, alikuwa ni Belgian Malinois. Kwa ni mbwa ambaye pia anatakiwa kupewa kongole zake. Ni mbwa ambaye ukimfuga akapata mafunzo yaliyo yakinifu, kwa kweli ni salama sana kwa familia. Bwana, mimi naitwa Atosha Edson Mwaitenga, almaarufu as Posh Dogs Mbeya. Ndio jina ambalo huwa nafahamika nalo sana kwenye mitandao na sehemu zingine za biashara. Mimi naenda kama katibu wa chama cha wafuga mbwa Mbeya, Mbeya Dogs Lover Family, na 2026 na sisi tumekuja na banda letu la 88 tukiendelea kutoa elimu, mfululizo wa kutoa elimu. Miaka yote huwa tunakuepo tangu 2020, 21, mpaka sasa hivi 2026. Kwa hiyo bado tunaendelea kutoa elimu, kuwafundisha watu namna bora ya ufugaji wa mbwa wa kisasa. Na tuko na breed nyingi tuna tofauti. So leo tunakuwa na breed hii, kesho tunakuwa na breed nyingine, kesho tunakuwa na breed nyingine. Lakini leo tuko na Belgian Malinois, lakini pia tuko na German Shepherd aina ya Walking Line. Kwanza ni makosa
kumnyanyapaa mnyama kwa aina yoyote ile, kwa namna yoyote ile. Na huwa tunashauri sana, kama huna uwezo wa kumtunza mnyama, basi usimuadapt wala usimnunue. Haijalishi awe ng'ombe, awe mbwa, awe mbuzi. Kama unajua wewe huna uwezo wa kumtunza, usifanyeje? Usimnunue wala usimuadapt. Na tunaendelea kuwapa watu elimu. Kwa mfano, mtu kama mnyama kama mbwa inasemekana ni rafiki wa binadamu, na ndiko iko hivyo. So ukimtreat vizuri, ukaendelea vizuri, anaweza kukusaidia vitu ambavyo wewe mwenyewe huwezi kuja kuamini kama ni huyu kanisaidia. Kwa mbwa ni rafiki wa binadamu, lakini pia hata wanyama wengine pia ni rafiki wa binadamu. So kama huna uwezo wa kumtunza, kumhudumia kwa namna yoyote ile, sisi kama Mbeya Dogs Lover Family, kama wadau, huwa hatushauri na haturuhusu. Kwanza ni dhambi hata kwa Mungu, lakini pia hata kiserikali ni dhambi. So kwa wewe ambaye unanyanyasa wanyama kwa namna moja ama nyingine, sheria itakufuata tu popote ulipo. Na utaadhibiwa vikali. Tofauti ya hawa mbwa wa kawaida na hawa mbwa ni IQ. Mbwa hawa wa kawaida ambao ni local breed, IQ yao ni ndogo tofauti na hawa IQ yao ni kubwa, unanielewa? Utashi wao ni mpana kuliko hawa mbwa local breed, na ndio maana unakuta hata watu hawawathamini, wanawathamini hawa pure breed, lakini wote wako kwenye kundi la mbwa. Kwa hiyo unaweza kaona tofauti kati ya mtu ambaye ana IQ kubwa na mtu ambaye ana IQ ndogo. Hawa mafunzo yao yanachukua takriban mwezi mmoja tu, anakuwa amesha master kila kitu. Lakini huyu ambaye ni local breed unaweza kuchukua hata miaka miwili unamfundisha tu, kila kitu kinaingilia huko kinatokea huko. Lakini haimtoi sifa yake kwa yeye sio mbwa. Mbwa tu anafaa kwa matumizi mengine, lakini sasa kimjini ili kuendelea kudevelop, ndio maana tunashauri ufuge mbwa ambao ni wa kisasa, umeelewa? Uwatuze kisasa ambao IQ yao ni kubwa, wanaweza wakatatua changamoto za mazingira yao, ikiwemo swala zima la home security na bloodline ndio inamtofautisha mbwa wa kienyeji na mbwa huyu wa kisasa. Sasa bloodline ndio inabeba mambo mengi kama masuala ya IQ, genetics, umeelewa, body size, temperament, drive. Sisi tunapatikana Mbeya ICS kwa Mtawa, tunapatikana pale, ndio branch yetu kubwa ipo, lakini tuna branch nyingine ambayo iko Shewa, umeelewa, inaitwa Tosh Dogs Village, huko ni Tosh